Ya swali gani mtazamaji wa One Vision, karibu sana kwa mara nyingine na kushukuru sana kwa kuendelea kuwa mtazamaji wetu bora. Niko na Deborah Bondia kutokea East Africa Tanzania. Nina mambo kadhaa ya kuzungumza naye. Deborah, vipi? Safi, habari? Fresh, uko poa? Uko poa. Always unakuwaga smart sana. Kawaida. Kisha kuwa mwanamke lazima uwe smart. Okay. Na naonaga unazingatia sana midomo yako. Mwanamke. Okay. Kwa nini nyinyi ambaye ni wapiganaji huwa mnapenda sana kuvalia mavazi kama haya? Sio wote wanapenda kuvalia mavazi kama haya. Wengine wanapenda kuvalia mavazi ya kiume. Yeah. Upande wa madensa, unaona madensa wa muziki wanapenda kuvaa sana vinguo vikubwa vikubwa kama mabwanga fulani hivi. Lakini kwa nyinyi wapiganaji huwa mnapenda sana kuvaa nguo ambazo zimewafit. Hii huwa ni kwa nini? Nadhani ni comfortability labda. Yani mtu unabidi uvae nguo ambayo utajisikia comfortable kufanya nayo mazoezi. Kama ukivaa nguo libwanga, Dar es Salaam ni joto, na kwa changamoto muda wa kufanya mazoezi. Ukuta nguo limeloa, yani inakuja inakupa shida. Ila kama hii hata ikiloa jasho inaweza ikatoka ikakauka. Yes. Okay. Hivi ulishawahi kuingiwa na huruma katikati ya mchezo? Yaani mnapigana kwenye match ambayo ulikamia, lakini ukampiga mwenzio hadi wewe mwenyewe unaona kama roho inakuuma fulani hivi? Inatokeaga sababu sisi ni binadamu. Kuna muda kuna punch unapiga punch unaona kabisa hivyo, unaweza piga punch ukaona mpaka damu. Kuna muda ile roho ya kibinadamu inakuingia. Okay. Lakini kuna pia muda unaweza ukapigwa hadi wewe mwenyewe ukakasirika, ukianza kurudisha mashambulizi ubinadamu unakuwa umeondoka. Yes, inatokea pia sababu unaweza lose control. Kuna muda unaweza lose control kwamba mtu akikupiga ikakuingia. Hiyo hata kwenye mazoezi. Kama unafanya sparring, mtu akakupiga ngome ikakuingia sawa, unaweza lose control na hiyo ukataka kurudisha vile vile. Inatokea, ila yote kwa yote tunakuwa tunafundishwa kucontrol hivyo vitu vyote. Kuna muda huwa unapigana kama baby huko ulingoni pia yupo anashuhudia. Kuna muda huwa unapigana kwa sifa, yaani kwamba baby aone leo nawakilisha vizuri. Hapana, sijawahi kufanya hivyo. Kwanza katika mapambano yangu yote hakuna pambano ambalo mwanaume wangu ashaikuwepo kushuhudia hivi live. Labda kama kuangalia kwenye TV au yes. Kwa nini yeye huwa haji? Sometimes labda anakuwa hayupo. Yeah, anakuwa hayupo kwenye mazingira hayo usiku. Yeah. Ulishawahi kupoteza mechi hadi roho ikakuuma sana? Shawahi kupoteza mechi kama mara mbili mara tatu. Yeah. Inaumiza kwa sababu unawekeza. Alafu kitu kingine sisi yani kwenye swala la boxing kila kitu ni maumivu. Kwa sisi yani sehemu ya kufurahia katika mchezo ni pale unaposhinda. Sasa usikoshinda tena ukashindwa, maana yake ni maumivu, na watu kama mazoezini maumivu, mpaka mechi maumivu, mpaka matokeo maumivu. Kwa hiyo unaumia sana. Yaani unaumia kuzidi hata mashabiki wale. Watu wanaona kabisa umetulet down sio nini. Lakini wewe muhusika ndio unaumia zaidi. Okay. Yes. Hivi mkiwa kwenye mechi ukipigwa ndo haupati chochote, au ukipigwa kuna chochote ambacho unapata lakini si kingi kama yule aliyekupiga? Hapo inategemea makubaliano. Ili kupigana lazima ukubaliane kwamba napigana kwa utaratibu huu na huu na huu na huu. Labda kama napigana kwa shilingi kadhaa, kwa pesa kadhaa. Kwa hiyo ndio itakayoandikwa kwenye mkataba na hiyo ndio utakayopewa ukipigana. Au baada, yani vyovyote utakavyotaka, kama unataka kabla au pewe nusu au nyingine umaliziwe. Ila kile ulichokisaini kwenye mkataba ndicho utakachopewa. Sema inatokeaga kama pambano linakuwa lina ushindani sana. Ndio naweza kusema labda utapewa hiki wewe, huyu atapewa hiki, afu mshindi atapewa hiki. Sawa. Na huwa inatokea kwamba unashinda lakini pesa zako unaanza kudai, kwamba mlikubaliana kwamba bwana, mimi nikishinda nitapewa hichi. Unashinda, tunaona pale unapewa mkanda na nini, lakini pesa huku tena anakuwa madai, bwana niwekeni pesa zangu. Binafsi yangu kwangu mimi kama mimi haijawahi kunitokea hivyo, lakini ni story ambazo zipo. Mabondia wengine wanasema wanatoka nje wanadhulumiwa au hapa. Kwa hiyo
wengine wanakutana nazo hizo, lakini mimi bado sijakutana na hicho kitu. Hivi pambano likitaka kuandaliwa ni kwamba wewe unakuwa na tajiri wako ambaye anataka pambano lipigwe, au kunakuwa tajiri ambaye yuko nje ndo anakuja kwamba anataka kuwapambanisha hao wawili? Yote inawezekana. Kwa sababu wanaoandaa mechi ni promoter. Ndo anaandaa kwamba mimi naandaa mechi, na kama naandaa mechi lazima kuna wapiganaji. Kwa hiyo yeye ndo ataangalia nani na nani watapigana, nani na nani watafaa, au nani na nani wanafurahishwa, watu wanafurahi kuwaona. Kwa hiyo yeye ndo anapanga. Mabondia wa kiume tumeona wakiwa na ushawishi mkubwa sana kwenye mapambano yao, na mbwembwe zinakuwa nyingi, bifu, kutupiana maneno na nini. Kwa nini nyie kina dada huwa mfanye hizi vitu, kwamba tuone Deborah na bondia mwingine fulani, mna organize pambano lenu, mnatafuta kwanza ushawishi kabla hata ya kwenda ulingoni, tushuhudie maneno nini na nini? Kwanza kabisa kama nilivyosema mwanzo, nadhani nilisema kwamba kwenye upande wa sisi wanawake kwenye boxing hatupewi uzito sawa na wanawake. Kwa hiyo hata mapromota sawa na wanaume. So hata mapromota wanatoa chances nyingi, wanatoa nafasi nyingi kwa mabondia wa kiume kuliko ni kwa mabondia wa kike. Ukiachia tu kwa mapromota, hata nyinyi wenyewe watu wa media mnawapa shout nyingi wanaume, mabondia wa kiume kuliko ni wanawake. Wewe kama wewe hapa sasa hivi nikikuuliza umefanya interview na mabondia wa kike wangapi? Mimi huwa nafanya always, bondia ambaye nishai kufanya naye interview nyingi ni wewe. Sasa umeona So hiyo ndo inapelekea sasa sisi tuwe hatuna amshamsha, sababu hata nyinyi wenyewe amtupi nafasi kwenye media tukaonekana kama ambavyo mnatoa nafasi kwa mabondia wa kiume. Mabondia wa kiume wote ni kaka zako, si ndio? Yes. Kuna ambaye unaye tofauti bondia wa kiume lakini wewe na yeye huwazipandi? Hapana. Hapana, why uwe na tofauti na watu? Tatizo lingine ambalo linafanya nyinyi mabondia wa kike, labda niseme kwamba msipate ile ya time kama walivyo wanaume. Wanaume always wanakuwa open sana. Ukimuuliza Karim Mandonga kama ana tofauti na bondia mwenzake, anasema mimi yule nina tofauti naye na sitaki kumuona, na nikimwona popote nampasua. Kwa hiyo inabidi umtafute yule mwingine na yeye ajibu. Lakini kwenu nyinyi wanawake mkiwauliza unasema mimi sina, hata kama utakuwa na beef na mwenzio unasema hilo sitaki kulizungumzia. Sasa watu pia wanashindwa kujua mtawashawishi vipi wajue kwamba kuna kitu kinaendelea. Ila nilitamani kupata maoni yako kwa sababu Twaha Kiduku ni brother yako naamini, lakini vile vile Mwakinyo ni brother yako. Na hawa ni role model wenu. Ni mabondia ambao Tanzania wanafanya vizuri na ulimwengu unawaona. Wapo kwenye bifu nzito sana. Wewe ni miongoni mwa watu ambao unatamani kuona pambano lao? Yeah, why not? Natamani kuona Twaha Kiduku na Mwakinyo wakipigana. Yeah, nikisema samani nitakuwa muongo. Na obvious kila mtu anatamani kutokana na vile ambavyo ipo. Yes, vile ambavyo inaonekana kwenye mitandao kwenye nini. Kila mtu ana shauku ya kuona hilo. Nadhani hata mimi na shauku pia. Unahisi kama Twaha Kiduku na Mwakinyo wakipigana, kwa haraka unaona nani atakula KO? Wajua boxing huwezi ukaichambua kwa mdomo. Huwezi ukasema fulani atapigwa KO kwa mdomo, kwa sababu watu wa pale wanaenda kupigana. Mtu ana train anaenda anapigana. Alafu boxing unaweza ukawa uko vizuri, alafu one mistake one goal. Yaani mtu akakushinda kitu kimoja tu na ukashindwa. Kwa hiyo siwezi kusema nani atapigwa, ila ambaye atakuwa amejiandaa vizuri atashinda. Okay. Kuna namna unatamani pia kupigana mapigano ya nje ya Tanzania, labda kwenda kimataifa zaidi au kutoka hata East Africa kwenda mataifa mengine? Na hilo ndo lengo kubwa. Kimataifa zaidi, yani mipango yangu, marengo yangu ni kupigana kimataifa, yani kuwakilisha nchi kidunia. Afrika Mashariki kuna bondia wa kike ambao unamuogopa? Namuogopa? Sijakuelewa. Namuogopa kivipi yani? Muogopa kwamba ule mimi nikimwangaliaga ule nikipewa mechi naye haki ya Mungu siingia, atakuja kuniua. Yes, wapo. Yani kama nilivyosema mwanzo, kuna levels. Kuna levels. Kwa hiyo kuna yani mimi hapa sasa kama mimi na nyota moja. Sasa hapa nikaenda nikajitutumua hapa sasa hivi sema naenda kupigana na mtu na nyota 4, afu akasema siogopi. Lazima nitakuwa na wasiwasi na lazima nipate muda wa kujiandaa. Ila tu kusema tu unanikulupua sasa hivi unaenda
inakuwa hapana. Hivi hao wasanii ambao wanakurupukaga tu mara anasema tuingie ulingoni tupigane, wewe unawachukuliaje wale? Unasikia Mwanya na Baba Angela anasema na sisi tuna pambano letu tarehe 26 lazima tutiane adabu tuingie ulingoni tupigane, wewe unaonaje? Mimi wanaona ni kitu kizuri kwa sababu inaleta hamasa. Yes, inaleta hamasa kimchezo. Ndio inakuza boxing yetu. Okay. Kwa hiyo mimi huwa nafurahi pia kuona hata watu wengine tofauti na sisi wanakuwa interested na mchezo. Sawa. Kwenye mikataba yenu huwa mnasaini kifo kwamba ikitokea ghafla nimepigwa sehemu mbaya, nimedondoka, nimekwenda ndo mazini? Yeah, unasaini. Okay. Na nilikuulizaga ile swali lakini leo naomba liwe swali langu la mwisho tena. Debora, tutarajie harusi yako mwaka gani? Hapo mimi sio mpangaji. Yes, mimi sio mpangaji lakini mimi ni mwanamke. Lolote tu linaweza likatokea muda wote. Yes. Kweli? Yes. Na anaweza kuwa mwanamume yoyote ambaye si bondia, si trainer, si coach, au ni lazima awe kwenye cycle ya kazi yako? Sio lazima awe kwenye cycle ya kazi yangu, lakini ni muhimu awe kwenye cycle ya kazi yangu kwa sababu kuna vitu hawezi kunielewa nikimwambia bwana mwanangu nina mechi miezi 3 hii hakuna kuchikwiti, hawezi kuelewa. Basi sasa mimi nikushukuru kwa time. Asante.